Ndugu zangu, katika mazingira kama haya lazima habari itakuwa inaenea katika kila mitaa. Yuko bwana kachomwa, hakuungua, mwenye kusema ni mchawi watasema, mwenye kusema si mtu watasema. Alhasili ikafika habari kwa mtu mmoja anaitwa Namrud ibn Kan'an. Namrud ibn Kan'an alikuwa ni mfalme wa aina yake, na wanahistoria wanasema malaku dunia 4, watu 4 ndio walomiliki hii dunia sehemu kubwa sana. Katika wafalme wanaotajika mpaka leo 4 min almuluk, Sayyiduna Suleiman bin Daud, na bwana mmoja anaitwa Dhul Qarnain. Hao ni Waislamu wawili, mmoja nabii na huyu mfalme anaitwa nani? Dhul Qarnain, ambaye imesimuliwa habari yake katika suratul Kahf, wa yasalunaka an Dhul Qarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra. Wawili ni makafiri, mmoja ni huyu Kan'an, Namrud ibn Kan'an, wa pili akiitwa Bukhtu-Nassr. Waislamu wawili na makafiri wawili, mu'minan wa kafiran. Sayyiduna Suleiman, Sayyiduna Dhul-Qarnain na Bukhtu-Nassr na Namrud ibn Kan'an ambaye alikuwa mfalme katika mji wa Babili huko Iraq. Na hapo mantika haya ndo tunayoyasimulia sasa hivi. Baada ya kusikia habari hizo, akawatuma jeshi lake, askari wake wamkamate Ibrahimu, wamlete mbele yake, kwa sababu yeye pamoja na ufalme aliokuwa nao alighurika, akajitangazia uungu kwamba yeye ni Mungu. Na baada ya kusikia kwamba yupo mtu mwingine ana Mungu mwingine pamoja na miungu wale masanamu, na yeye amejiingiza katika ungu, watu walikuwa kimwabudu. Kaambia, leteni huyo kijana anayeitwa Ibrahim, aiti kafanya miujiza, sijui Mungu wake kamfanyia nini, nataka na yeye munadhara, mpate na yeye kuzungumza naye. Akatafutwa Ibrahim, akakamatwa, akapelekwa. Aliposimama mbele ya Namrud akamwambia, man hadha al-ilah, hebu nipe habari kuhusu huyu Mungu wako ambaye anaweza kufanya mambo ambayo mimi siwezi. Kwani anaweza kufanya kitu gani? Ibrahim akamwambia, Mungu wangu ni yule ambaye katika sifa zake yeye ndo mwenye kuhuisha na yeye ndo mwenye kufisha. Hilo ni jambo kubwa. Sababu zote za uhai na sababu zote za kumfanya kiumbe anatokwa na roho, hiyo ni kazi yake Allah. Kampa introduction ndogo tu kwamba Mungu naye muabudu mimi ni yule ambaye anahuisha na kufisha. Namrudi akacheka kwa kejeli, akamwambia, na maana hiyo ndo kazi ya Mungu wako ambaye unamwabudu wewe? Naam, yuhyi wa yumit, bas anahuisha na kufisha, na wana uhyi wa umit. Hata mimi kazi hiyo ninaiweza ya kuhuisha na kufisha, ndio maana nikajitangazia uungu. Akatoa oda katika jela yake, kulikuwa na watu wawili wamehukumiwa kunyongwa. Nikamwambia, waleteni mabwana wawili, wakaletwa mbele yake. Sasa unaona hawa wote wamehukumiwa kunyongwa, lakini kwa uwezo wangu huyu mkateni kichwa. Kakatwa kichwa, mmoja pale pale kafa. Nikamwambia, na huyu mwacheni ende zake, kuanzia leo yuko hai, hatakufa huyu. Akaondolewa, akasamehewa. Nasema, unzur laqad ahyaytu rajulan wa qataltu al-akhar, mmoja nimemhuisha, mmoja nimemfisha. Angalia jeuri na kibri, na wala silo alilolikusudia Nabii Ibrahim. Kama hivi ndio kuhuisha na kufisha, basi miungu ni wengi duniani, maana wauaji wako wengi. Ndio Allah anasema, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Allah anamwambia mtume wake, alam tara, hupata habari, ukuona
ila alladhi hajja Ibrahim, yule mtu aliyomhoji Nabii Ibrahim fi rabbi, kuhusu Mola wake. An atahu Allahu almulk, jeuri hiyo ni kwa nini? Kwa sababu tu Mungu amempa ufalme, yaamuru wa yutaa, mpaka akajitangazia uungu kwa sababu ya ufalme, neema ya Mungu, akashindwa kumshukuria Allah. An atahu Allahu almulk idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim alimwambia Mola wangu ni yule mwenye kuhuisha na kufisha, na yeye akasemaje? Qala ana uhyi wa umit. Ibrahim hakushindana naye sana katika pointi hiyo. Na mara nyingi watu wenye busara na hekima huwa hawashindani na watu majahili. Kama mwingine hapa kusema wewe hujafahamu, wewe una wazimu, wewe hivi, wewe hapana. Intakala ila hujjatin ukhra, alimwacha pale pale na ubaramaki wake na ujahili wake, akaondoka kwenye pointi, akaenda kwenye pointi nyingine. Qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bishamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Akamwambia basi kama hilo naliweza sawa, na Mungu wangu miongoni mwa kazi anazozifanya huwa analitoa jua kila siku mashariki linakwenda magharibi. Sasa wewe leo litoe magharibi liende mashariki. Qur'ani inasemaje? Fabuhita, buhita ile kuchanganyikiwa, macho anapeleka juu akiamrisha huku, mikono anairudisha, maanake hajui afanye nini. Lile suala liko zito, lilimzungusha likamweka kitimoto, ikawa anatafuta sehemu ya nusra, hapati. Sasa fanya hivyo. Ibrahim katulia, anasubiri kama alivyohuisha na kufisha. Sasa alitoe jua magharibi liende zake wapi? Mashariki. Yani libadilishe system hiyo, ghair hadha nidham, wewe badilisha hiyo system. Sasa mwache Mungu leo pumzike, wewe jua litoe magharibi liende zake mashariki, siwe ndo Mungu. Fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Akachanganyikiwa, akatahayari, akashindwa na hoja hiyo. Na Mwenyezi Mungu hawapi hidayah watu madhalim, kwa sababu tayari wameshajihakikishia muhuri katika dhalali mubin. Sayyiduna Ibrahim hapa akashinda, lakini hakuaminiwa vile vile, na wakamfanyia ubaya wa kutaka kumuua na wakamfukuza katika nchi ya Babil. Huku nyuma Namrudi alitumiwa malaika, akatumiwa watu wengine kuja kumpa da'wa, lakini hakuamini, bali aliweka jeshi, akasema mimi namsubiri huyo Mungu wa Ibrahim na jeshi langu liko tayari. Galia alivyokuwa majnun, kaeka jeshi na silaha, anamsubiri Mungu wa Nabii Ibrahim kuja kupambana naye. Nabii Ibrahim ameondoka zake, jeshi Mwenyezi Mungu alilolituma ilikuwa ni jeshi la mbu, ba'udha. Wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah anasema hakuna mwenye kujua jeshi la Mola wako isipokuwa mwenyewe, anajua mwenyewe wanajeshi wake. Mara anatuma upepo, ndo jeshi lake. Mara utaona anatuma tayran ababil, ndege wadhaifu. Mara utaona Mwenyezi Mungu anatuma maji, tufani. Mungu anajua mwenyewe majeshi yake, akikutumia moja katika hayo usalimiki. Basi Namrudi amekaa, Mwenyezi Mungu akatuma mbu, jeshi la mbu. Ulama utarikhi wanasema wale mbu walikuja wakatafuna mpaka panga zao walizokuwa wamezikamata, mpaka mili yao, wakawala watu mpaka nyama zao, wakabakisha mifupa tu. Mmoja ndo aloingia katika masikio ya Namrudi ibn Kanaan. Yule mbu wanasema ulama utarikhi alibakia katika kichwa cha Namrudi miaka 400. Na Namrudi hawa watu walikuwa wanaishi umri mrefu, 400 sana fi dakhil ras, yuko ndani ya kichwa, anapiga ile music yake mbu ambayo tunaijua, hatulie hata kama yuko ndani ya jaufi ya kichwa. Namrudi akawa hawezi kutulizana mpaka apigwe kichwa kidogo, kipigwa gongo ndo anatulia kidogo, mbu anatulia, hizaya na idhilali.
hadha huwa alladhi yuhyi wa yumit. Huyu ndo aliyejipa sifa ya kuhuisha na kufisha. Leo anapigwa kichwa ndo anatulia, baadaye anarudi mbu katika shughuli zake, anapiga muziki yake ndani ya kichwa, ile anaimba kule ndani, na mrudi tena kupigwa kwenye kichwa. Alikuwa akipigwa kwa kiatu, maana mbu alikuwa hakubali kupigwa kitu kingine chochote mpaka apigwe kwa kiatu. Nilipezea ya mtu anayedai mpaka mwisho akasema, jamani, huyu mbu mnamdekeza kumpiga kidogo kidogo, hebu pigeni kwa nguvu. Kaja mtu ameraba mine akampiga gongo la kichwa, safari. Na hayo yote ni kuonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Sayyiduna Ibrahim kuna siku akakaa akafikiria kuhusu utenda kazi wa Allah. Hili suala la kuhuisha na kufisha, akamwambia Mwenyezi Mungu, nataka unionyeshe kwa macho yako, kwa macho yangu, unavyohuisha na kufisha. Waliokufa unawafufua vipi? Kwa macho yangu mimi nataka kuona. Ulama wanasema arada Ibrahim an yantakila min ilmi al-yaqin ila aini al-yaqin. Ibrahim alitaka kuondoka katika marhala ya elimu ya yaqini aliyokuwa nayo, aone kwa macho ya yaqini namna Mungu anavyofanya utenda kazi ule. Ndio Allah akasema hivi, إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Ibrahim alimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, arini, nionyeshe, kaifa tuhyi mauta, vipi unahuisha wafu, kilichokufa unakifufua vipi? Allah kamuuliza mtume wake Ibrahim, awalam tu'min, kwani huamini kama mimi nafanya kazi hiyo kweli? Bala ya Rabb, sio hayo, mimi naamini kama wewe unahuisha unafisha, walakin liyatma'inna qalbi, nataka huu moyo wangu uzidi kutulia, nionyeshe ya Rabb. Tunasema alikuwa ni mpenzi wake, rafiki wake, sahibu wake, Khalilur Rahman, basi walikuwa wanaongea na Allah. Rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasruhunna ilayk. Akamwambia sasa nikuonyeshe, chukua ndege wanne. Ibrahim katafuta ndege wanne. Hao ndege wanne wachinje wote, kata vinyamanyama mpaka mabele yao yachanganye kila mahali. Kachinja kama ni kunguru, njiwa na wengine, kachinja wote, alafu akachanganya nyama zao mpaka mifupa, kila kitu, mpaka nyoya, mabele yao mix. Kisha vichwa vyao akavikamata mkononi, vichwa vya ndege wote wanne. Akawaambia, naam, mmeshachukua ndege? Naam. Fasuruhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kisha wote hao ndege waliowachinja waeke katika kila jabali sehemu, makundi ya nyama zao. Kundi hili, nyama zile ulizozichanganya ziweke sehemu katika majabali. Thumma du'uhun, alafu weka pembeni, waite wale ndege uliowachinja, waambie njoni, yatina kasaya, utaona watakavyokujia. Akawaita Nabii Ibrahim, baada ya kufanya kazi hiyo akawaita, haya njoni. Wanasema zile nyama zikaanza kuruka za njiwa, zikaenda katika sehemu yake zote, zikajivisha na mifupa na nyoya zake na mabele yake. Akaanza kupiga mabawa bila ya kichwa, na yule mwingine kila mnyama akachukua nyama zake, mifupa yake na damu yake, mpaka damu ikawa inaruka inaingia katika sehemu ilikohusika. Kisha wakaruka ndege wote, hata bila ya vichwa, wanakwenda katika mikono ya Nabii Ibrahim kwenda kujivisha vichwa vyao. Allah, vichwa vyao. Sasa Ibrahim alikuwa akitesti, akiona kunguru anakuja anamwekea kichwa cha njiwa, anakataa. Sio cha kwangu. La ilaha illa Allah. Naam,
Akimwingia yule ndege kichwa si chake, lakini akimwingia cha kwake amevaa kichwa chake, amerudi amekuwa ndege hai. Naam. Thumma du'uhunna yatinaka saya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye hekima. Hii ni simple, anakuonyesha tu namna gani anavyoisha kilichokufa. Ndege hao umewachinja, umewakatakata vinyama, umemiksi nyama za huyu katia huku na kule, na bado Mwenyezi Mungu amewarudisha katika hali yao ya kawaida. Akapata na ilmu ya aini al-yaqin, kaona kwa macho yake Nabii Ibrahim.